Ukisikiza tu mahubiri ya wakati huu ni vitu na mambo mengine miujiza na kuigiza, lakini ukipata mtu akikwambia ufalme wa Mungu ni wachache katika ulimwengu wa sasa. Bwana asifiwe. Mimi nimekuja kukuambia kwa sababu ya ufalme, sijakuja kwa neno lingine, ukaweze kuona ufalme baada ya mwili huu kuharibiwa. Si tumezungumzia hapa kuhusu Lazaro. Licha alifufuka, ndio Yesu alimfufua ili utukufu wa Mungu, haikuwa kwa utukufu wa mwanadamu, ilikuwa ni kwa utukufu wa Mungu akaweze kutukuzwa. Haikuwa tu ateraha ya ulimwengu huu, hapana. Ilikuwa Mungu ajidhihirishe katika mapenzi na makusudi yake kupitia Lazaro, na Yesu akimfufua tena alimuita tu vizuri. Yaani huwa anafurahia hiyo mali. Wakati alishukuru Mungu na akasema, Lazaro kuja huku nje. Toka huko. Atoka huko kusini. Na akasikia na akatoka. Acha kufurahisha, wakati alitoka alikuwa amefunga. Na waliomfunga ni wanadamu. Na Yesu akawaambia, mfungueni aende. Wewe Yesu amekuja, wewe umefungwa. Wewe na mimi tuko katika vifungo mbalimbali, na Yesu amekuja akufungue. Alikuwa amefungwa mikono mpaka kwa uso, amefungwa leso kamba, akafunguliwa akawa huru, na ndio maisha yako yako. Amen. Usipompokea Yesu akufungue kwa maisha ya binadamu, utaishi tu kufungwa. Bwana asifiwe. Utafungwa tu mpendo. Mawazo yako yatazungukianga tu hapa. Unajua wana wa Israeli walikuwa tu wazuri, tena walikuwa mcha Mungu. Lakini wakati walianza safari, kama wewe na mimi tumeanza safari ya wokovu, wakatoka au walitoka Misri, wa Misri wakilia, maana Mungu alikuwa ameua mzaliwa wa kwanza. Hiyo nchi ilikuwa na kilio, na hao walikuwa wakitoka wakimtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wakimwimbia Mungu wimbo mpya. Kama wewe tu ndio uliokoka, ulifurahia sana, ukaona umefika, lakini wakati umeanza kuchukua hatua, ukasoma furaha ikaisha, ukaanza kuona milima